Kwa upande wa mashirika ya umma nisema mambo manne tu. Upande wa mashirika ya umma, moja, tunaenda kuweka mfumo mpya na imara zaidi wa upimaji wa maendeleo ya mashirika ya umma kwa kuzingatia tija ya kiuchumi na utoaji huduma kwa wananchi. Kwa mashirika ya umma na kuwekewa M&E, vigezo vipya vya upimaji kuhakikisha kwamba ni kwa kiwango gani wanachangia katika maendeleo ya uchumi na katika utoaji huduma kwa wananchi. Lakini la pili, kuweka masharti na vigezo kwa mashirika ya umma ya kibiashara kujisajili katika soko la hisa. Kwa hiyo kuna sheria mpya tunaiandaa itazingatia mambo haya. Moja ni kwamba baadhi ya mashirika ya umma tutataka yasajiliwe kwenye soko la hisa, Dar es Salaam Stock Exchange, nadhani wengi mnalifahamu. Ni kwamba ili Watanzania wapate nafasi ya kununua hisa na kumiliki mashirika haya, lakini pia unaongeza uwazi katika uendeshaji wake. Kwa hili linakuja. La tatu ni kuweka masharti ya watendaji wakuu wa mashirika ya umma na wajumbe wa bodi za wakurugenzi kupatikana kwa njia ya ushindani, ili kuwa na uwazi zaidi juu ya ushiriki wa Watanzania wenye sifa katika kuendesha mashirika ya umma nchini. Kwa hivyo huko mbele, kuanzia tarehe 1 mwezi wa 7, sheria mpya ikipita hii, ni kwamba watendaji wa mashirika ya umma utakompiti, kama ni Director General wa TANESCO utaomba kwa vigezo ambavyo vipo, apply. Kama ni wajumbe wa bodi, ndugu yangu, unataka kuwa mjumbe wa bodi wa TISEZA, si wa TPA, si wa nini, utaomba, utapitia mchakato wa ushindani. Watanzania wote wenye vigezo wataomba, utafanyika utaratibu wa kawaida, utachaguliwa kwa kile kinachoitwa competitive recruitment, kwa njia ya ushindani. Na la mwisho, itaanza kuanzisha chanzo mahususi cha fedha kwa ajili ya kupata mitaji ya uwekezaji wa umma. Kwa mashirika ya umma ya kwetu haya mengi yanaweza kufanya biashara kubwa lakini hayana mitaji. Kwenda kuanzisha chanzo mahususi kwa ajili ya kupata fedha, kwa ajili ya kupata mitaji. Nimalizie hitimisho, niseme tu kwa matarajio ya serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwamba ifikapo mwaka 2030 hatua kubwa zitakuwa zimepigwa na mafanikio makubwa kupatikana, ikiwemo kwa mfano miradi ya uwekezaji kuongezeka, fursa za ajira kupanuka na mitaji ya uwekezaji kukua zaidi. Matarajio yetu ni kuzalisha ajira angalau milioni 8 na kuvutia mtaji wenye thamani ya dola za Kimarekani bilioni 50 ifikapo mwaka 2030. Pili, kuimarika kwa usimamizi, ufuatiliaji na usimamizi wa miradi ya maendeleo kwa kuzingatia vigezo vya matokeo, kitu kinaitwa key performance indicators. Kwa kila wizara na kila taasisi ya umma itapewa viashiria vya kufikia na watapima kwa kuzingatia viashiria hivyo. Kwa hivyo tunakamilisha hiyo tunapoanza, kama sema maandalizi ya utekelezaji wa dira 2050, kila sekta, kila wizara itapewa specific key performance indicators, na mafanikio ya wizara na sekta itapimwa kwa kuzingatia viashiria hivyo. Na mwisho, mashirika ya umma kuwa na tija zaidi kwa kuzingatia mchango wao katika uchumi na utoaji wa huduma bora kwa wananchi. Kwa ndugu zangu waandishi wa habari, kwa niaba ya wananchi, hayo ndio maeneo ambayo tunakwenda kuyasimamia sisi, Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji. Naomba niishie hapo.